Mpigie Bwana makofi ya shangwe, mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtikisha jirani yako kidogo, mwambie changamka nyumbani mwa Bwana. 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 Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Na wakati tunao, naomba ukae. Naomba ukae mtoto wa Mungu. Naomba ukae. Tunapoliendea neno la uzima, pata mahala pa kuketi ukae. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Wakati ambao Mungu ametupa mzuri sana kwa ajili ya neno la uzima, na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja uliye hapa. Mungu amekufanyia nafasi, angalau umepata nafasi ya kuja ibadani. Sio kila mmoja ameweza leo kuamka salama, sio kila mmoja amepata neema kuja kanisani. Hata kuja mbele za Bwana hivi ni neema. Haleluya. Sio kwa nguvu zako, sio kwa uwezo wako, ni neema ambayo Mungu amekupa ili leo uweze kuhudhuria siku yake. Sababu hiyo, bila uchoyo, mpigie Bwana makofi mengi. Mshangilie Bwana kwa neema hii ya uzima, imeamka salama sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya viongozi wa ibada, mwinjilisti pamoja na mtheolojia, kwa kutupitisha katika Zaburi pamoja na utaratibu wa kiibada. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya baraza la wazee la usharika huu wa Same. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa vikundi mbalimbali, viongozi wa kwaya, viongozi wa media team, viongozi wa muziki na viongozi kadha wa kadha ambao mko mahala hapa, na pia na wale wa Kristo wenzangu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu amenipa nafasi kuwepo Same kwa ajili ya neno la uzima, na nitakuwa hapa kwa ajili ya semina ya neno la uzima ambalo tunaianza leo, na Mungu amenipa heshima namna hiyo. Basi tunapojifunza kwa ajili ya somo letu, tunapopandia ujumbe wa Mungu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ile ya 10 na mstari wa 38. Naomba Mungu akupe neema kubwa sana kunisikiliza vizuri, kwa sababu nataka kuweka msingi leo ambao tutaenda nao katika wiki yote, na Mungu atakushangaza. The Book of Acts sura ya 10 na mstari wa 38. Nitasoma mpaka 39. Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. Kama hauna Biblia na kuruhusu, chungulia kwa jirani yako. Chungulia kwa jirani yako. Wakati mwingine maisha tulionayo tumeshindwa atakuja na Biblia kanisani. Mwingine sio tukuja na Biblia, hata nyumbani hana Biblia, yani huna, na wewe ni Mkristo na unampenda Yesu. Chungulia kwa jirani yako na kuruhusu kuchungulia. Ila kama Biblia yake ni ya simu, hakikisha ameweka kindege kwa ajili ya message za songesha. Anadaiwa huyo, usije ukasoma message. Haleluya. Matendo sura ya 10 na mstari wa 38. Nataka twende pamoja. Biblia inasema hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Hebu sema, walioonewa na Ibilisi. Okay. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mstari wa 39. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Inamisha kichwa chako niombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tupo mbele zako watoto wako kwa ajili ya neno lako la uzima, kwa habari za Yesu wa Nazareti. Baba, tumeona kwamba ulimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu, akazunguka huku na kule mijini na vijijini, akiwasaidia na kuwafungua wote walioonewa na Ibilisi. Wako watu wameonewa na Ibilisi. Baba, tuko mbele zako tena tulioonewa sana. Naomba kwa neno lako ukatuvushe, kwa neno lako tukatoke kwenye uonevu.
katika jina la Yesu Kristo. Walioonewa kwenye familia zao, walioonewa kwenye biashara zao, walioonewa kwenye kazi zao, walioonewa kwenye ajira zao, walioonewa kwenye ndoa zao, walioonewa kwenye huduma zao, walioonewa mahala, wameonewa sana wakashindwa namna ya kufanya, kwa sababu wameonewa na adui mwenye nguvu. Baba, ninaomba asubuhi ya leo ututoe kwenye makucha ya waonevu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Tumeona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Bwana Yesu alipakwa mafuta, amepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, akizunguka huku na kule kuwasaidia wote walio hawawezi, wagonjwa, lakini pia na kuwasaidia walioonewa na Ibilisi. Neno hili nataka ulishike sana. Hebu sema, walioonewa na Ibilisi. Ndugu zangu, Biblia chanzo chake ni rohoni. Biblia ni sheria ya Mungu, na maandiko yanasema Torati asili yake ni rohoni. Biblia inazungumza kwa habari ya Yesu alikuwa akiwafungua walioonewa na Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi anaweza akamuonea mtu, shetani na mapepo wake wanaweza wakamuonea mtu. Nini maana ya kuonewa? Kuonewa maana yake ni kufanywa duni kwa makusudi fulani fulani. Kuonewa tafasiri yake ni kufanywa duni kwa makusudi fulani fulani. Kila anayekuonea anakuwa na makusudi fulani. Unaweza ukaonewa ili uumie moyo, unaweza ukaonewa ili kulipiza kisasi, unaweza ukaonewa ili adui zako wafurahie. Kwa mfano, unaweza kuwa na tatizo la mpaka wa kiwanja. Mpaka wa kiwanja, kuna jirani yako ambaye ameingia kwenye mpaka wako. Unakwenda serikali za mtaa. Serikali za mtaa, yule aliyeingia kwenye mpaka wako ambaye ni adui yako, anakutangulia kwa viongozi wa serikali za mtaa, alafu anawaambia viongozi wa serikali za mtaa, huyu mimi nina uadui naye tangu zamani, naomba fanyeni juu chini msiniangushe viongozi. Alafu anawapa rushwa. Viongozi wanapokea rushwa. Wewe unapopeleka shtaka lako kwa viongozi, tayari ameshatangulia mshitaki wako. Kwa hiyo viongozi watakuonea, sio kwa sababu wanataka, watakuonea ili kumfurahisha adui yako. Kwa hiyo unaweza ukaonewa sio kwa sababu wewe upendwi, sio. Kuonewa kuna makusudi mbalimbali. Unaweza ukaonewa kwa sababu ya adui yako afurahie. Unaweza ukaonewa kwa sababu ya kulipizwa kisasi. Unaweza ukaonewa kwa sababu ya mafanikio yako. Kuna mwingine uonevu anaopata kutoka kwa shetani ni kwa sababu ya kila alicho nacho leo. Mwingine ni kwa sababu ya kila atakachokuwa nacho kesho kutwa. Hebu sema, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, kila uonevu ninaukataa kwenye maisha yangu. Kwenye ulimwengu wa mwili tulionao uonevu upo, lakini pia kwenye ulimwengu wa roho kuonewa kupo. Unaweza ukaonewa kwa jinsi ya kimwili, unaweza pia ukaonewa kwa jinsi ya kiroho. Nikupe mfano mwingine. Unapoona kwa mfano kwenye kitabu cha Biblia takatifu, Bwana Yesu alikufa msalabani. Kifo cha Yesu msalabani kina thamani kubwa sana kwenye maisha ya mtu anayemwamini Bwana Yesu. Nani hapo unamwamini Yesu mwokozi wa maisha yako? Hebu nyosha mkono wako juu kwa uaminifu. Mimi wa kwanza namwamini. Jipigie makofi mwenyewe. Kama unamwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, maana yake Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Biblia inasema wazi kwenye kitabu cha Isaya, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini utakuja kuwaza matatizo mengi ambayo Bwana Yesu aliwafia watu msalabani, matatizo yale yale watu bado wako nayo mpaka leo. Kwa mfano, Yesu alikufa kwa ajili ya magonjwa kwenye mwili, lakini mpaka leo tuna wagonjwa. Yesu alikufa kwa ajili ya laana za familia, lakini mpaka leo familia zina laana. Yesu alikufa kwa ajili ya wewe usife kabla ya wakati, uishi kwa masaa ambayo Mungu amekupa na miaka ambayo Mungu amekupa, lakini mpaka leo kuna watu ambao wanakufa kabla ya wakati wao. Yesu amekufa kwa ajili ya familia zikombolewe,
lakini mpaka leo ukichunguza familia nyingi zinapitia matatizo na katastrofi mbalimbali. Kuna baadhi ya familia zina mipaka ya kifamilia. Kuna baadhi ya familia hata usome vipi ni marufuku kupata kazi, marufuku kufanikiwa, marufuku kuwa tajiri. Kuna baadhi ya familia ukiwa tajiri lazima ufe haraka. Kuna baadhi ya familia marufuku kuolewa. Ndio maana utaona dada mkubwa kazalia nyumbani, dada mdogo kazalia nyumbani, kaka hajaoa, dada mdogo kabisa na yeye ameingia kwenye mahusiano, ana mchumba ambaye wako kwenye mahusiano ambao hawajui hata wanahusiana na nini. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba familia yetu ikoje, lakini Yesu alitufia msalabani. Sasa kwa nini Yesu alikufa msalabani na bado tunahangaika? Yesu amekufa msalabani. Unayemwamini Yesu hautakiwi kulogwa hata kidogo. Lakini ndio kwanza watu wanakabwa ndotoni, watu wanakabwa usiku wakilala, watu wanaingiliwa kimwili, watu wanaota ndoto za ajabu, wanalishwa nyama, watu wanaota wafu, watu wanaota wako ndani ya majeneza, wana matatizo kadha wa kadha, lakini Yesu alitufia msalabani. Ukiwaza shida iko wapi? Shida kimsingi ipo kwenye uonevu. Unapoona neno uonevu, manake anayekuonea sio kwamba ana haki ya kukuonea. Anayekuonea siku zote ana nguvu kuliko wewe. Anaweza akawa na haki ya kukuonea, lakini pia anaweza akawa hana haki ya kukuonea, ila anakuonea na hauna cha kufanya. Haleluya, kanisa la Mungu. Hebu mtengishe jirani yako, mwambie somo linapita. Muulize, unamsikiliza mwalimu au ameanza kuhisi njaa? Haleluya. Kwa hiyo unapoonewa, maana yake sio kwamba anayekuonea kwanza ili uonewe, yule anayekuonea amekuzidi nguvu. Ndugu zangu, kuna maadui wenye nguvu kuliko wewe. Nikuonyeshe kiBiblia. Fungua kitabu cha Luka pamoja na mimi. Angalia maneno haya. Angalia maneno haya. Kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 22. Nikufungulie maandiko matakatifu ili nijenge msingi wa fundisho langu kwenye wiki hii kupitia neno la uzima. Samueli wa pili sura ya 22. Samueli wa pili sura ya 22, na uhakika wenye Biblia za karatasi Samueli wa pili utaitafuta sana. Utaitafuta sana Samueli wa pili. Msaidie huyo. Tumezoea Mathayo, Zaburi na kitabu cha Mwanzo. Nikikwambia leo hapa ufungue kitabu cha Nahumu utakesha. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 18. Kama hauna Biblia chungulia kwa jirani, sio vibaya. Yaani najua usomi Biblia wiki nzima, najua. Yaani najua man of God. Pale na Biblia mbili naona kuna Biblia mbili ziko hapa. Mna Biblia mbili, naomba Biblia moja. Mimi ni mwalimu jamani. Na wapa hawa hapa waliokaa benchi la mbele, utaichukua baada ya hapa. Msome Biblia. Biblia babangu, msome Biblia. Mimi ni mwalimu jamani. Haleluya. Koka mwalimu kapo. Kwa hiyo kitabu cha Samueli wa pili ni Samueli wa pili hiyo sura ya 22 mstari wa 18. Maandiko yanasema hivi: akaniokoa na adui mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Chaki hiyo. Akaniokoa na adui mwenye nguvu. Hebu sema adui mwenye nguvu. Anaposema akaniokoa na adui mwenye nguvu na wale wanaonichukia. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na nguvu kuliko. Anayasema maneno haya Daudi. Akarudia tena kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 18. Angalia maneno ya Daudi haya. Zaburi sura ya 18. Zaburi sura ya 18. Hii utafika haraka kwa sababu kila Jumapili unafungua Zaburi. Ndio maana Biblia za watu kwenye Zaburi makaratasi yanafunguka haraka, lakini kwenye kitabu cha Esther yamebebana, kwa hiyo unafungua mengi. Maana usomagi hivyo vitabu. Zaburi sura ya 18 na ule mstari wa 17. Zaburi sura ya 18 mstari wa 17 anasema hivi Daudi tena: akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu. Hebu sema adui yangu mwenye nguvu. Rudia tena, adui yangu mwenye nguvu. Na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Kwa hiyo mpaka hapo nataka uelewe sasa kwamba unaweza ukawa na adui
lakini adui yako yule ukamzidi wewe nguvu, au yeye akakuzidi nguvu. Sasa adui akikuzidi nguvu anakuonea. Sisi watoto wa zamani, ambao zamani kwenye miaka ya 45, 1940 kitu kule, zamani kulikuwa na uhasama wa kadha wa kadha, kulikuwa na ugomvi. Kwa mfano, kama mkiwa na ugomvi na mtu, unachora mstari, unamwambia kama we kweli mwanaume vuka, unachora mstari. Akivuka maana yake zinapigwa. Kama akiwa mnyonge avuki mstari, anasikilizia tu, atasema tu leo umeniweza, tuonane kesho. Nakumbuka mimi kwenye maisha yangu, mimi nilikuwa sina nguvu, lakini nilikuwa na mikwala. Unanionaje? Huwezi kunishinda kirahisi, nitakuchapa mkwala utachoka. Sikuwa na nguvu kwa sababu ya wembamba huu unaoona huu. Sasa nikiingia kwenye ugomvi na mtu, najihami. Kwanza navua shati, alafu namwambia nitakumaliza, alafu nachora mstari, namwambia kama wewe mwanaume kweli vuka hapa. Mimi najua akivuka nimeisha. Nanisikia Najua akivuka nimeisha. Lakini kwa nguvu ya mkwala nashinda. Sishindi kwa sababu nina manguvu kuliko yeye, nashinda kwa sababu ya hekima ya vita. Namfanya awaze, aka kajamaa kanajiamini nini. Kwa hiyo hatavuka, sio kwamba ananiogopa. Hatavuka kwa sababu anahofia nyuma yangu kuna nani. Haleluya. Hekima ya kushinda vita hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaonewa na adui mwenye nguvu. Sasa watu wengi tuko duniani hapa, tunao maadui wenye nguvu kwenye ulimwengu wa mwili, lakini pia kwenye ulimwengu wa roho kuna maadui wenye nguvu wanaoweza kuwaonea watu. Kuna watu wengi wameonewa kabisa. Vile walivyo leo hawakutakiwa kuwa vile. Kuna mtu unanisikiliza hapa, tangu ukiwa mtoto you are somebody, yani tangu umezaliwa wewe ni mtu fulani, na unakuwa kwenye ukuaji wako unajijua tu mimi ni wa aina fulani. Lakini kwa sababu kuna adui wa siri sana kwenye ulimwengu wa roho, amekushika, amekuonea mpaka ile version inayotakiwa kuwa wewe hauko vile. Leo ni mtu mwingine kabisa. Kuna mwingine tangu unasoma shule, unasema kabisa mimi jamani, kwa kweli lazima niwe rubani. Unakwenda pale, mawazo uliyokuwa nayo tangu unasoma na ulivyo leo ni tofauti. Leo ni mama wa nyumba, tena mama wa nyumbani. Lakini wakati unasoma unajiona kabisa mimi ni mwanasiasa, mimi ni mwanasheria, mimi ni kiongozi wa nchi, mimi ni daktari, mimi ni askari, nitakuwa mwalimu, nitakuwa injinia. Lakini kwa kadri miaka inavyoenda uinjinia unakukimbia kwa sababu ya kuonewa. Hebu sema katika jina la Yesu. Baba wa milele, wamenionea sana, sasa inatosha. Kwa namna hiyo sasa, kuna watu wengi kwenye Biblia waliwahi kuonewa na Ibilisi. Unaona, amekuja Yesu, amekufa msalabani, lakini bado tuna matatizo. Ni kwa sababu ya kuonewa. Mapepo wanatuonea sana, mashetani wanatuonea sana. Sio kwamba wana uhalali wa kutuonea, sio, hawana uhalali hata kidogo, kwa sababu tayari Kristo ameshatufia msalabani. Lakini wamefanikiwa kujua kanisa la Mungu halina maarifa. Na ninaposema kanisa, simaanishi jengo, simaanishi viti, madawati, hapana. Na maanisha wewe. Mwambie mwenzako kanisa ni wewe. Mwambie tena kanisa ni wewe. Kwa hiyo roho hizi chafu zimefanikiwa kujua kwamba watu wengi hawana maarifa. Sababu hiyo, kukosa maarifa, unaonewa isivyo sahihi. Haukutakiwa kuonewa. Nitoe mfano wa kimwili. Askari yoyote unayemwona wewe akawa na zana za vita, ana silaha zote amezishika, kama hajui kuzitumia utamchapa makofi uwezavyo. Ana SMG, ana mabomu, sio, ana brigade, ana makolokolo yote ya vita ameyashikilia. Kama hajui kuyatumia, kama hajui, utamkunja, utamnasa makofi, utampiga makwenzi, atabaki na masilaha yake. Kwa nini? Anayo, ila hajui kuyatumia. Hivi ndivyo ilivyo kwenye kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu lina kila kitu. Tuna nguvu za Mungu, tuna damu ya mwanakondoo, tuna neno la uzima, tuna ngao ya imani, tuna utayari tuupatao kwa amani ya injili ya Kristo wetu.
lakini hatujui kuvitumia. Ndio maana tunaonewa. Ndio maana kuna watu unakuja kanisani, unatoa sadaka shukrani, unatoa fungu la 10, unaimba kabisa tumwabudu Mungu wetu, na mwinji hapa na mchungaji akikwambia wimbo namba 205 unaujua, yani unaimba na unacheza praise and worship team, lakini kwenye ulimwengu wa roho unaonewa sana kiasi ambacho hauwezi kwenda kwenye hatima yako. Hauwezi kuwa yule anayetakiwa kuwa. Ukiwa kanisani una shangwe, ukiwa nyumbani una huzuni. Kwa nini? Kwa sababu ya kuonewa. Na watu hawana hii siri. Watu wanapianga tu kwenye maisha yao. Kuna watu mpaka wanakufa hawatafika kwenye hatima yao, sio kwa sababu Mungu anataka wasifike, ni kwa sababu ya kuonewa na wamekosa maarifa. Mungu akupe maarifa wewe kwa jina la Yesu, na usionewe kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, kanisa la Mungu. Na unapoonewa, unaonewa kwenye nyanja mbalimbali. Huwa hatufanani. Hata kwenye Biblia watu hawakufanana hata kidogo. Mtu mmoja tumemwangalia kwa mfano kwenye ibada ya asubuhi leo kwenye kitabu cha Marko mtakatifu. Hebu angalia kitabu cha Marko nikuonyeshe habari za Yesu wa Nazareti. Tukatae kuonewa kwa jina la Yesu. Marko mtakatifu ile sura ya 5. Marko sura ya 5. Marko mtakatifu sura ya 5 na ule mstari. Marko mtakatifu sura ya 5 mstari wa kwanza. Marko mtakatifu sura ya 5 mstari wa kwanza. Biblia takatifu inasema, Marko mtakatifu sura ya 5:1, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja ile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Unaona mfano wa mtu huyu jamaa kwenye pwani ya nchi ya Wagerasi. Kinachoitwa pwani ya nchi ya Wagerasi ni ng'ambo. Hapa Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake na tuvuke mpaka ng'ambo. Yesu akiwa kwenye bahari ya Galilaya. Nimewahi kufika hili eneo wiki 3 zilizopita, nilikuwa hapo kwenye hili eneo, na mpaka naambia tuvuke mpaka ng'ambo, bahari ya Galilaya, ziwa Genesareti. Alipofika Bwana Yesu akamwambia tuvuke mpaka ng'ambo. Kule ng'ambo alipovuka Bwana Yesu, alichoenda kukifanya ni kumfungua huyu. Alipomfungua huyu jamaa, Yesu hajafanya kingine chochote, akarudi alikotoka. Kwa nini? Kwa sababu alikwenda kumfungua aliyeonewa. Huyu jamaa ameonewa na mapepo, wamekaa ndani yake, wako 2000, legioni, jeshi la mapepo, wako 2000 ndani yake. Anamuona Yesu kwa mbali, akapiga mbio, akamwambia kabisa Yesu, akamwambia unaitwa nani? Akamwambia pale kwamba sisi ni legioni, tuko wengi. Baadaye akamwambia Yesu, usitutoe, turuhusu tuingie kwenye wale nguruwe. Kwa hiyo mpaka hilo jamaa anakuja kufunguliwa na Bwana Yesu. Yesu alipomaliza akarudi alikotoka. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa ni mhubiri wa neno la uzima tangu kwenye tumbo la mama yake, lakini tatizo ni uonevu wa kiroho aliyoupokea. Kuna watu wanaonewa spiritually, kuna watu wanaonewa rohoni. Ukionewa mwilini, adui yako unamuona. Ukionewa rohoni, adui haumuoni. Kwa hiyo hautojua kama unaonewa, ila wewe utaona kama ndio staili ya maisha yako, kwamba mimi ni wa bahati mbaya, mimi napataga tatizo, mimi kila nikaribia kupata huwa kuna ndoto naota, mimi nina shida fulani, mimi huwa najikuta tunachelewa, mimi najikuta sikubaliki. Unaona kama ni aina ya maisha, kumbe ndio uonevu wenyewe. Huyu bwana alikuwa ni mhubiri. Unajuaje? Sogea pale chini mstari wa 18. Marko hiyo sura ya 5, angalia mstari wa 18. Chungulia Biblia tafadhali. Napenda watu wasome Biblia kuliko kunishangaa mimi. Chungulia Biblia. Mstari wa 18, maandiko yanasema hivi: naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako,
kwa watu wa kwenu kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Cheki pale mstari wa 20. Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Unamwona huyu anaonekana ni mtu wa kawaida, wanamuona chizi, ni chizi anayekaa makaburini, lakini kumbe uchizi alionao sio uchizi original, ni uchizi kwa sababu ameonewa kwa namna ya kiroho. Sasa naomba unisikilize kidogo. Unapozaliwa kwenye uso wa nchi, unapozaliwa kwenye hospitali, umezaliwa pale mama amejifungua, umezaliwa hapa duniani, Mungu anakupa mambo makubwa matatu. Mungu anakupa jambo la kwanza linaitwa hatima. Mungu anakupa jambo la pili linaitwa kipawa. Anakupa Bwana jambo la tatu linaitwa kibali. Hatima, kipawa na kibali sio tu kwa Wakristo, ni kwa yoyote. Unajua Mungu sio Mungu wa Wakristo, unanielewa eh? Mungu sio Mungu wa Waislamu, Mungu sio Mungu wa wapagani, no. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Haleluya. Kwa hiyo kila aliyezaliwa duniani hapa alipewa vitu vitatu. Ulipewa hatima, ulipewa kipawa, ukapewa kibali. Hatima ni nini? Hatima ni jumla ya mambo yote ambayo Mungu humpa mtu kuyaishi na kuyapata hapa duniani kabla ya kufa na kurudi mbinguni ulikotoka. Hatima ikoje? Kwa mfano, nini kinachoitwa hatima katika mfano wa kiwanadamu? Mungu anaweza kukuleta duniani hapo ukazaliwa, wewe ni mfanyabiashara. Sio wote ni wafanyabiashara. Kuna mtu biashara, ndio maana msikia mtu anakuambia biashara iko kwenye damu yangu. Yaani mimi udaktari, uko kwenye damu, au uko kwenye damu ndio hatima yako. Kwa hiyo unaweza kuzaliwa hapo wewe ni mfanyabiashara. Kama hatima yako ni kufanya biashara hapa duniani, maana yake mambo yote yanayohusiana na biashara yatakupata. Kwa nini? Kwa sababu they are part and parcel of your destiny. Haleluya. Kama wewe ni mfanyabiashara, mambo yote yanayohusiana na biashara, yakiwepo kudhulumiwa, yakiwepo wewe kuwadhulumu wengine, yakiwepo kupata hasara, kupata faida, kufukuzwa sijui kwenye flame, sijui kuibiwa, kuvamiwa na majambazi, kupigwa matukio, kupewa hela bandia, hayo yote atakupata. Ndio maana kama mfanyabiashara uko hapa, eti umewahi kupewa hela bandia ukaibiwa, kwa hiyo sababu hiyo tunakata tamaa, unaacha biashara, mimi nakwambia acha kupoteza muda, endelea na biashara. Hela bandia weka pembeni, endelea na biashara. Kwa nini? Hauyapati kwa sababu haupendwi, no. They are part and parcel of your life. Kwa mfano, angalia wachungaji au watumishi wenye hatima ya kumtumikia Mungu. Haimaanishi kwamba maisha yao ni mtelemko tu, kila siku ni utelezi, sio. Mwinjilisi yule pale, mteolojia yule pale, kama atakuwa mchungaji na yeye atamkuta. Haimaanishi kwamba eti mwinjilisi amekaa pale ukimcheka kusema jamani mwinjilisi analaa sana, sio. Inawezekana shedo ile kaweka shedo imekaa vizuri pale. Hebu mpigie makofi kwanza, mpigie makofi mwinjilisi. Shedo imekaa sawa, haleluya. Inawezekana ameiweka shedo pale, lakini ana mapambano yake kwenye ofisi ya kiuinjilisti. Haleluya. Kila unayemuona aliyeitwa kwenye hatima yako, kuna vita utakutana inayohusiana na hiyo hatima, ndio inaitwa vita ya hatima. Kuna mwingine sio mfanyabiashara, mwingine sio mfanyakazi, mwingine sio mtumishi. Mungu amekuleta uwe channel ya malezi, upitishe vinavyobarikiwa. Kwa hiyo unapokuja unaolewa, unakuwa kama mama wa nyumbani tu, una biashara, una chochote, yani unatulia tu, mumeo anakuletea hela, unapika, sabuni, fua, uko tu nyumbani. Huyo naye ana hatima yake. Haleluya. Ndio maana nikupa hii kama password, mambo mwenzako password. Kuna wamama ambao hawajawahi kusoma shule, hawajawahi kuwa na hela, wenyewe ni wamama tu wa nyumbani, wenyewe ni wamama nyumbani, lakini watoto waliowahi kuwazaa ni matoto ambao yamesoma, yako mpaka chuo kikuu. Kuna mama ambaye yeye mwenyewe yuko wewe aliishia la 4, lakini toto lake lina masters. Na nielewe, maana yake yule mama na yeye kwa tumbo lake Mungu amemleta ili apitishe watu ambao watakuwa wakubwa kwenye taifa. Haleluya. Mama aliyenizaa mimi hajawahi kufika hata form 4, hata la 7 hata alijui. Mimi nikiwa naongea Viingereza vyangu pale vya yoyoyo, mama ananicheki, anasema wewe nayo unasema nini? Naomba mama, ndio ulimwengu ulivyo. Naambia tulia mama. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajamleta kwa ajili ya mambo ya shule na mabiashara, lakini na yeye ana portion yake. Hakuna aliyekuja duniani kuzulula, kila mmoja ana eneo lake. Haleluya. Ndio maana utakiwi kumdharau mwenzako.
Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni mwili wa Kristo. Kwenye mwili kuna viungo vingi. Kwenye mwili kuna masikio, kwenye mwili kuna macho, kwenye mwili kuna meno, kwenye mwili kuna kucha. Hata kama kwenye mwili wa Kristo ukiwa na upele, jicho haliwezi kukuna upele, utahitaji kucha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jicho likimdharau kucha, subiri upate upele, utaiheshimu kucha. Kwa hiyo kila mmoja kwenye mwili wa Kristo ana umuhimu wake. Hata hapa kuna watu naona hawa nawapa Biblia wasome, anakuja kanisani hana hata Biblia, anakaa kana kwamba yuko kwenye foleni ya kung'oa meno, hana hata Biblia. Hana Biblia wala kitabu cha nyimbo, yaani kana kwamba anasubiri zamu yake akang'oe jino, yuko hoi. Yule naye na umuhimu wake. Ndio maana hata kama una Biblia wewe njoo kanisani. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kwa wewe kanisa linajaa utukufu wa Mungu unaonekana. Sifa hiyo. Shangilie Bwana kwa ajili ya watu wasio na Biblia wala chochote. Hana hata Biblia, yani hana hata ya kuwazima, hata ile ya zamani ya sijui Gideoni ile tulikuwa tunapewa shule za msingi vile vidogo, hana. Yani anakuja tu tafikiri anaenda kurudisha marejesho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo Mungu anakupa hicho cha kwanza kinaitwa hatima. Hebu sema hatima. Cha pili, Mungu anakupa kipawa. Nini kinaitwa kipawa? Kipawa ni zawadi ya kimungu ambayo Mungu humpa mtu wake ili kufika kwenye hatima alionayo. Kipawa ni zawadi. It is God's gift. It is a divine gift given by God. Ni zawadi ya kiroho unayopewa na Mungu ili ikusaidie kufika kwenye hatima. Tumekubaliana kila mtu anayo hatima. Haleluya. Sababu hiyo basi kila mmoja utakuwa na kipawa. Kipawa hatufanani. Kipawa changu kinaweza kuwa tofauti na kaka pale. Kaka pale kipawa chake ni uimbaji. Kupitia uimbaji Mungu ameweka kipawa cha kuimba ndani ili kipawa hiki kimpeleke kwenye hatima yake. Mimi Mungu amenipa kipawa pia. Amenipa hatima ya kumtumikia. Hawezi akaniacha hivi hivi na hatima ya kumtumikia. Ananipa kipawa. Ananipa kipawa cha ualimu na kufundisha mpaka unasema aisee, huyu jamaa kama tungekaa naye mwezi mzima, lakini ni siku 7 tu, kwa heri mwalimu. Utake usitake naondoka. Haleluya. Sema amen basi. Mshangilie Bwana kwa ajili yangu. Mshangilie Bwana. Kila mmoja na kipawa chake. Mwingine ni uimbaji. Mwingine utakuta na kupiga kinanda. Ndio maana uwezi ukadandia kipawa cha mtu. Hata kama uwe na hela kiwango gani, kupiga kile kinanda uwezi. Mimi hata kama nikahubiri mapepo akalipuka unipe gitaa, utanionea mno. Kwa nini? Sio changu. Kila mmoja na cha kwake. Mwambie mwenzako wewe una cha kwako. Unaweza ukasema jamani, mbona mimi sina, nimejitafuta sana. Hata uzuri ni kipawa. Maandiko yanasema wazi, wenye kipawa cha uzuri. Uzuri ni kipawa. Fuatilia. Sio kila mtu anakaa kwenye ofisi kukatisha tiketi. Sio kila mtu atafanya kazi kwenye ndege. Sio. Chunguza unafanya kazi kwenye ndege. Angalia wanaofanya kazi kwenye maofisi makubwa ya hela, wanaokaa reception. Sio kila mmoja anaweza kukaa reception, eti receptionist karibu mgeni, sio kila mmoja. Chunguza unaokaa pale, huwezi kumkusanya tu dada hapa tu kwa sababu ni praise and worship team basi kaa reception kwenye kampuni. Kuna watu fulani ambao unifika ukimcheki tu, yani kikutabasamlia kama anakusemesha. Reception wanakaa watu, huwezi kumweka mtu mwenye sura kama mimi eti kaa reception karibisha wageni. Utampata mgeni gani? Wanatafuta wenye vipawa vya uzuri. Haleluya. Hatufanani. Sisemi kwamba wao ni bora sana, kila mmoja kwa sehemu yake ni bora. Mwenye kipawa cha uzuri, kuna mwenzangu na mimi wao uko personal. Ndio maana uishi kujiwekea mawigi, injofesi na makorokoro yale hatuishi. Kwa sababu gani? Tuko personal na sio dhambi. Haleluya. Kwa sababu hata mimi naenda saluni kwa sababu sura yangu ni personal. Ushawaza kwa nywele hizi nisingeenda saluni ningekuwaje? Kwa hiyo Mungu anakupa kipawa kikusaidie kwenda na kutakiwa kwenda. Jambo la tatu linaitwa kibali. Hebu sema kibali. Kibali ni upendeleo wa kimungu ambao mtu anapewa ili kutambulisha kipawa chake. Hatima, kipawa, kibali. Mambo matatu. Haya mambo matatu unapozaliwa tu kwenye hospitali pale, kama ni Muhimbili, kama hospitali gani huku Same, rohoni mambo haya unaonekana unayo. Kwa hiyo tangu kwenye ulimwengu ule ulipozaliwa tu, unazaliwa ukiwa na haya matatu. Unazaliwa ukiwa na kibali, unazaliwa ukiwa na kipawa, unazaliwa ukiwa na hatima. Vitu vitatu vya kukusaidia hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho unaonekana, kati ya mambo ambayo watu wanatakiwa kuyajua. Haujulikani wewe ni nani leo baada ya kuolewa, sio kweli.
Haujulikani wewe ni nani leo baada ya kupata kazi, sio. Wewe unajulikana ni nani tangu ulipokuwa kwenye tumbo la mama yako. Unajuaje? Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza. Fungua Biblia yako tafadhali, na mama achungulie hapo kwenye Biblia ya simu, achungulie. Mathayo sura ya 2, mchungulishie huyo, mchungulishie. Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Uyahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki. Hebu sema nyota yake. Mamajusi hawa wanatokea mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali leo ni sawa na kusema nchi kama China, nchi kama Mongolia, ni mbali sana. Kutokea mashariki ya mbali leo kwa ndege mpaka kufika mashariki ya kati kwenye Bethlehemu ya Uyahudi leo hii ni zaidi ya masaa mawili. Leo hii watu hao zamani walisafirije? Sasa waliona nyota wakiwa mashariki ya mbali, wakafunga safari mashariki ya mbali, wakabeba hazina zao na zawadi zao kumpelekea mtoto. Nyota wameiona wakiwa mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali leo hii kwa ndege ni kama masaa mawili, na zamani walikuwa hawana ndege, walikuwa hawana treni za mwendokasi, walikuwa hawana mabasi ya mwendokasi wala bodaboda wala bajaji. Walikuwa wanasafiri kwa kutumia mashua za baharini, zinaitwa ngalawa. Ngalawa ni yale mavyombo ya baharini wanaotumia wavuvi, yanatambala kubwa, yanakwenda kwa upepo, majahazi. Kwa hiyo wanasafiri kwa upepo. Zamani kulikuwa na upepo unaitwa monsoon wind. Kwa wale watu mliosoma historia au walimu mlio hapa, mnaweza kuwa mmekutana nao, au kama una simu janja ukigoogle tu monsoon wind, ni upepo ambao ulikuwa unasafiri kwa msimu. Miezi 6 unatokea mashariki ya kati kwenda mashariki ya mbali, miezi 6 unarudi kutokea mashariki ya mbali kurudi mashariki ya kati. Kwa hiyo mamajusi hawa tunakadiria kwamba wamesafiri almost miezi 6 kutokea mashariki ya mbali kuja mashariki ya kati. Haleluya, kanisa la Mungu. Lakini kumbuka kwamba wameiona nyota wapi? Lakini mpaka wanafika Bethlehemu ya Uyahudi wanakuta Yesu ni kachanga. Kwa hiyo tunapata ithibati kwamba kuna uwezekano wameanza kuiona nyota tangu Yesu akiwa kwenye tumbo la mama yake. Haleluya. Na ndio maana maisha yako hayaanzi ukubwani, sio. Maisha yanaanza tangu ukiwa tumboni. Rohoni wanaweza wakakujua tangu ukiwa tumboni wewe ni nani. Ndio maana ukiwa tumboni maisha yanaendelea. Yaani wewe hujulikani leo, sio. Rohoni wanakujua tangu ukiwa mimba wewe ni nani. Ndio maana kwa mfano wale wa mama mlio hapa mliozaa watoto mtakubaliana na mimi, maisha ya mtoto wako hayajaanza ulipomzaa hospitali. Hapana. Maisha ya mtoto wako yalianza tangu alipotungwa mimba. Tangu akiwa kwenye tumbo lako mwanao alikuwa na maisha, na maisha yanaendelea. Ndio maana alikuwa anaweza kaisi njaa. Mtoto akiwa tumboni anahisi njaa, mtoto akiwa tumboni anazulula. Unamwona leo yuko kushoto, kesho yuko kulia. Unasema jamani imekuaje? Mtoto kahamia huko. Unasema jamani amehamieje? Wakati mwingine anapiga sambasoti, yani kichwa chini miguu juu, anabinuka ovyo ovyo. Kwa nini? Kuna maisha yanaendelea.